Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Theologians TV, tunakaribisha kwenye vipindi hivi mwongozo wa kujifunza Biblia lesoni ya shule Sabato vinavyoendelea kupeperushwa hapa kwenye channel yetu hii. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 inazungumzia jinsi ya kujifunza unabii. Na tunakuwa kwenye somo la 3 kwenye juma hii linalotufunza le métaphore du mariage. Métaphore du mariage. Leo tunakuja kujifunza bibi harusi mzuri. Baada ya somo la jana lilozungumzia mwili mmoja, leo tunazungumzia bibi harusi mzuri. Ni nani ama ni wangapi kati ya watazamaji na wasikilizaji wangu? Nani kati yetu hataki kuwa na bibi harusi mzuri? Kati ya wasichana ni nani asingalipenda kuwa bibi harusi mzuri? Leo tutakuja kugundua katika Ezekiel 16 ya kwamba inatuonyesha taswira ya kushangaza ya jinsi Mungu anavyowajali watu wake. Analielezea taifa la Israeli kama mtoto mchanga ambaye alikuwa anadharauliwa, alikuwa ametupwa, aliyeachwa uwandani ili afe. Hapakuwa mtu wa kumwangalia au kumwonea huruma. Lakini huyo Yesu ama Mungu akampeleka nyumbani na akamsafisha na akakuwa mtu mzima kabisa, na hatimaye akamuoa. Ni taswira yenye mvuto mkubwa ya ndoa isiyoelekea kutokea. Nitakusihi kusoma hiyo taswira kwenye kitabu cha Ezekiel 16:4 na tuone maelezo kuhusu kuinuliwa kwa bibi harusi huyu yanafundisha nini kuhusu makusudi ya Mungu kwetu. Karibuni. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nimeguswa sana na hii shairi ambayo inapatikana kwenye kile kitabu cha Ezekiel 16:8 inasema, basi nilipopita karibu nawe nikakutazama, tazama wakati wako ulikuwa wakati wa upendo, nami nikakutandaza vazi langu juu yako, nikaufunika uchi wako, naam nalikuwa pia nikafanya agano nawe, asema Bwana Mungu, nawe ukawa wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, katika maono Ezekiel alionyeshwa jinsi Mungu alivyompata mtoto wa kike aliyekuwa ameachwa, amedharauliwa, na huyo mtoto si mwingine ni Israeli. Alitoa maisha yake, alimsaidia kukua, alimfanyia agano, akamvika mavazi na akawa malkia ambaye alikuwa amependwa na wote, kiasi ya kwamba hata mke malkia wa Seba akaja kuangalia jinsi gani Israeli ilikuwa imependeza sana tena sana. Hapo tu kwenye Ezekiel 16:1 kuendelea. Kwa hivi hii inafundisha hadithi ya upendo kati ya Mungu na watu wa Israeli, kutoka kuondoka kwa Misri hadi utawala mzuri wa Daudi na ule wa Sulemani, wakati Israeli ilipopendeza mataifa yote na kila mtu alikuwa anakuja kuangalia namna gani Israeli inaendelea kuvutia. Lakini Israeli walisahau jambo mbaya katika maisha yao. Walisahau kwamba uzuri wao ulikuwa zawadi kutoka kwa Mungu, onyesho la uzuri wa kimungu. Naye alijitenga na mmewe kwa ukahaba, akifuata miungu mingine, ukajisahau. Katika maisha kuna mara nyingi tunajisahau tulitoka wapi, tumefanyika jinsi tulivyo kupitia mkono wa nani. Angalia kisa kia huyu mwanamke ambaye alikuwa mtoto mdogo, ameachiliwa na watu wote, lakini Mungu alipomsaidia huyu mtu akawa mzuri. Nataka nikukumbusha kwamba unaweza kuonelewa katika maisha, watu wanakudharau, unakuwa mdharauliwa, mtu asiye na maana katika maisha, jamaa, watu wa shule, watu wote wanakuzunguka wanakuona mtu mbaya. Lakini nikukumbusha kwamba Mungu anapojielekeza kushughulika na wewe, unakuwa mtu mzuri, unakuwa mtu wa thamani, anakuinua kiasi ya kwamba hata mataifa yote yanakuzungumzia, kwa sababu Mungu anakufanya kitu kia ajabu. Nataka nisome kitu kinachokuwa hapa. Inasema uzuri wote wa Israeli hata hivyo ulikuwa zawadi ya Mungu. Alikuwa mzuri,
Sifa zake zikaenea katika mataifa, hasa kwa sababu alikuwa bibi harusi wake. Na Mungu anasema kwamba uzuri wake ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu. Inaendelea hapa, nasema hii ni mada inayojirudilia katika Biblia. Bibi harusi wa Mungu ni mzuri, na si kwa sababu ya jambo lolote alilolifanya, bali kwa sababu Mungu amemwaga fadhila yake juu yake na kumfanya kuwa hivyo. Mpendo wa udhuri wako sio kwa nguvu yako, ni kwa sababu Mungu amekufanya hivyo. Vivyo hivyo waumini wanaonekana wazuri kwa makadirio ya mbinguni, si kwa sababu ya jambo lolote lilolifanya ili kuupata, bali kwa ajili ya fadhila ya Mungu, wokovu aliyotupatia kwa wingi. Sisi ni wazuri kwa sababu tumefunikwa haki yake, haki ya Mungu mwenyewe, kulingana na Wakorintho wa pili 5:21. Hata hivyo yote yalikuwa mazuri mpaka aya inayofuata katika Ezekiel 16:15, kwa sababu ya uzuri utakatifu. Na kuna mara watu wengi wanasahau mahali ambapo Yesu amewatosha, lakini kukumbuka mahali ambapo Yesu amekutosha, huwezi kujaribu tena. Somo la mwisho, tuliumbwa ili kuakisi wema na utukufu wa Mungu. Viumbe wa Mungu wanapodhani kwamba uzuri walionao ni wao wenyewe, thamani ya uzuri huo unapungua na taabu inaanza. Endelea kukumbuka kwamba umeumbwa kwa Mungu na umtukuze Mungu katika maisha yako. Asante Yesu kwa somo hili, tubariki, tuliweke maanani katika jina la Yesu Kristo, amina.